إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika imani Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, kwa sababu darasa zetu hizo wanaangalia Waislamu na wanaangalia wale ambao wasiokuwa Waislamu. Leo mada inasema nyakati sita hizi haziruhusiwi au haifai kusomwa Qur'ani. Naomba nitegee masikio yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna faida kubwa unakwenda kuipata siku ya leo biidhnillah taala kwa hiyo kusikiliza darasa hili. Lakini kabla sijaingia katika mada kwa haraka ni wakumbushe tu, kwa sababu siku zimeisha. Tulifahamishana katika video za nyuma zilizopita kwamba siku ya Ijumaa ya tarehe 12 ambaye ni mwezi huu wa 12 majira saa 8 mchana tutakuwa na dua kubwa kabisa ya kufunga mwaka, dua ya familia hii, maana kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu kutufungulia milango yetu ya riziki na kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu atuondoshee mabalaa na madhira mbalimbali katika mwaka unaokuja. Lakini vile vile tutatumia fursa hii katika dua hii kwa wale ambao wamejisajili na wao kwenda kumwambia Mwenyezi Mungu haja zao, matatizo yao na kila kile ambacho wanachokihitaji. Na ndio maana wale wa mikoani, wale wa nje ya nchi tumewaambia licha ya mambo mengine basi watume na katika message kwamba kitu gani ambacho wanachokihitaji au wana shida gani katika dua hizo. Kwa hiyo itafanyika siku hiyo ya Ijumaa, lakini vile vile tutashirikiana katika dua hiyo na watoto yatima, na kuna mnyama maalum anachinjwa na nyama yake itatolewa sadaka kwa watoto hao. Tukishirikiana katika dua hii na Allah akipenda basi tutakuwa live kupitia katika channel yetu hii ya Msimbu Online TV. Na mpaka leo hii alhamdulillah katika watoto wahitaji bado zimesalia nafasi 2. Kwa hiyo kama kuna mtu mwingine naye anahitaji kujisajili katika dua hii, awe hapa Tanzania, awe nje Tanzania, awe mikoani, basi apige namba hizo ya 0793 052 052 na 0756 81 11 mwisho 26, 0756 81 11 mwisho 26. Kipiga hizo inshallah basi utaelekezwa taratibu gani ufanye ili na wewe uweze kushiriki katika dua hiyo muhimu sana. Ndani yake zitakwenda kusomwa zile sura 17 za wao. Zina siri kubwa sana sura hizi, lakini si hizo tu, tutakwenda kusoma dua suratul Waqiah, dua suratul Yasin na dua ya suratul Al-Mulk na kadhalika na kadhalika. Twende katika mada sasa. Mada inasema nyakati sita hizi haifai kusoma Qur'ani. Nyakati sita hizi haifai kusoma Qur'ani. Nyakati ya kwanza kabisa wakati ruku wa sujud, ni wakati wa kurukuu na kusujudu katika swala. Nyakati hizi tumekataza kusoma Qur'an. Anna nabii naha an qira'ati al-Qur'ani fi halataini. Wakati rukuu wakati sujud, tumekataza kusoma Qur'an katika nyakati hizi 2, bimaana wakati ule unakwenda kurukuu na wakati unakwenda kusujudu. Wa rukuu litaadhum, wakati wa rukuu ni wakati ambao unakwenda kumaadhimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati sujudi wa dua, na wakati wa sujudi ni wakati wa dua. Kwa hiyo tusisome Qur'an katika sehemu hizi 2, katika nyakati unakwenda kurukuu na wakati unakwenda kusujudu, basi sehemu hiyo hapo haifai kusoma Qur'an. Sehemu ya pili wakati khutbatul Jumaa, wakati inasoma khutba ya Ijumaa. Khutba ya Ijumaa inaposomwa basi Muislamu huruhusiwi kufanya chochote kile, huruhusiwi kuzungumza, huruhusiwi kujikuna, huruhusiwi kujigeuza, yani ukawa unajipumbaza wakati ile khutba inasomwa. Sikwambia hayo mengine, hata Qur'ani wakati ule kama unasoma Qur'an na khutba inasomwa basi unapata dhambi, kwa sababu kwanza unakuwa unaharibu swala yako. Haifai kusoma Qur'ani wakati khutba ya Ijumaa inasomwa. Kwa hiyo sehemu ya pili ambayo haifai kusoma Qur'ani basi wakati khutba ya Ijumaa inasomwa. Sehemu ya tatu ambayo vile vile haifai kusoma Qur'an halat janabat hata aghtasil, ni wakati ambao mtu ana janaba mpaka atapokwenda kukoga. Ni wakati wa mtu ana janaba mpaka anapokwenda kukoga. Kwa hiyo haifai Uislamu ukiwa na janaba ukaisoma Qur'ani. Haifai.
Na hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuleta heshima na kuitukuza ile Qur'ani. Kwa hiyo haifai kuisoma Qur'ani Muislamu ukiwa na janaba, inakuwa unaidhalilisha na kukitukana sana kitabu cha Mungu. Kwa hiyo haifai kusoma Qur'ani ukiwa katika wakati una janaba. Hii ni sehemu ya 3 katika zile 6 ambazo tunakwenda kuzieleza kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Kwa nyakati ya 3 ambapo Muislamu hufai kusoma Qur'ani katika nyakati hiyo. Nyakati ya 4, ithna'u qada'il haja. Muislamu pale anapokwenda kukidhi haja, aidha unakwenda haja ndogo ama unakwenda haja kubwa, sehemu zile basi haifai kusoma Qur'an. Wakati unakidhi haja, maana unakidhi haja kubwa au haja ndogo, basi haifai pale kusoma Qur'an, hata kama utakuwa umehifadhi kichwani. Isije katokezea mtu yuko chooni na ajisaidia haja kubwa, midhali yeye ni hafidhul Qur'an akawa anasoma tu Qur'an wakati anajisaidia. Hapana, ni matusi makubwa sana. Haifai kusoma Qur'an ukiwa chooni, ama hata kama sio chooni, pengine uko barabarani unatembea ukaamua uingie sehemu kichakani kwenda kujisaidia, basi vile vile haifai kusoma Qur'ani ukiwa unajisaidia haja ndogo ama ukiwa unajisaidia haja kubwa. Hii ni sehemu ya 5 katika zile sehemu ambazo hazifai mtu kusoma Qur'ani. Hii ni sehemu ya 4 katika zile sehemu 6 ambazo mtu haifai kusoma Qur'ani. Mojawapo ni wakati ule mtu anakwenda kujisaidia. Hii ni nyakati ya ngapi? Nyakati ya 4 au sehemu ya 4. Sehemu ya 5, waqti al-inshighali shadid. Wakati mtu yuko busy sana, kwa mfano mtu yuko kwenye kazi fulani na shughulika na kazi yake sana, basi sehemu ile haifai kusoma Qur'an, kwa sababu Qur'an inahitaji utulivu, inahitaji tadabbur. Al-Qur'ani nazala litadabbur. Qur'an imeteremka kwa ajili ya tadabbur, kwa mtu asome kwa mazingatio. Kwa hiyo kama uko busy sana, umeshughulishwa sana, basi kipindi kile usisome Qur'ani. Usisome Qur'ani kwa sababu itakuwa tadabburi haipatikani. Kwa hiyo haifai kipindi kile ambacho wewe uko katika shughuli nyingi sana, uko busy sana, basi usisome Qur'ani kipindi kile, kwa sababu unaweza kujichanganya, ama unaweza ukasoma lakini tadabburi ikawa haipo katika wakati huo. Na nyakati ya mwisho kabisa ya 6 ni nyakati ambayo mtu ana usingizi, unasinzia hivi, basi hufai kusoma Qur'ani. Ni vyema ulale, utapoamka basi unaweza ukaisoma Qur'ani, kwa sababu utapoisoma wakati unasinzia unaweza ukaisoma na ukakosea kusoma, ama ukakosea zile aya tamaki, baada ya kupata thawabu ukawa unapata dhambi, au ukabadilisha maana. Kwa hiyo wakati unasinzia, una usingizi, basi haifai kusoma Qur'ani. Lala, ukishaamka biidhnillah ta'ala ndio utaisoma Qur'ani katika nyakati hizo. Inshallah, nafikiri tumeelewana kwa ufupi hapo. Nyakati hizo 6 ziko nyingi, lakini nimechagua hizo 6 kuzieleza, na kama mmoja utakuwa basi nitakuja tena muda mwingine kukuletea nyakati zingine ambazo vile vile au hali gani mtu akiwa nazo hafai kusoma Qur'ani biidhnillah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.